Injili ya Yesu Kristo iliyoandikwa azama zile za wanafunzi wake, hata wakati wa mtumishi wa Mungu mtume Paulo pia akaandika mambo hayo akimshauri Timotheo. Maandiko yamenena habari za kwamba kuna wakati unakuja ambapo manabii wa uongo wengi watatokea, au makristo wa uongo ama walimu wa uongo. Sasa ni miaka 2000 iliyopita. Kufikia karne hii si kwamba watakuja, sahihi wapo. Na ili kuwatambua hawa wahubiri ama manabii ama walimu wa uongo, Yesu akasema ya kwamba mtawatambua kwa matunda yao. Kwa sababu ya kwamba Injili ya Kristo imeweza kubadilishwa. Badala ya watu kufundishwa wamwamini Mungu katika Yesu Kristo, kama vile Yohana 17:3 inavyosema ya kwamba na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu uliyemtuma. Sasa badala ya kufundisha watu wakite misingi ya imani kwa Mungu na Yesu Kristo mwanawe, wao wanafundisha watu kukita imani kuamini mafuta, maji, vitambaa, misumari, chumvi. Sasa watu wamejenga imani zao kwa mafuta, yakiisha anupigia simu yule mtumishi wake, mafuta yangu yameisha, na hata mimi nilikuwa napata usingizi vizuri. Anaambiwa lete 1000, lete 500 ama lete zaidi. Mafuta yako yanadaiwa ati ni mafuta matakatifu. Damu ya Yesu peke yake ndio takatifu, si mafuta, si maji. Injili hii ya kishenzi muikatae. Jengeni imani mumwamini Yesu Kristo, si kuamini vitambaa, mafuta, chumvi na maji. Mpaka leo hii kila mtu